Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 1. Somo lisemalo, meza yaandaliwa mbele yangu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yohana 6:54 na 55. Uzima wa milele ni kupokea kanuni hai katika maandiko. Utendaji wa mapenzi ya Mungu. Hii ndiyo maana ya kuula mwili wa Yesu na kuinywa damu ya mwana wa Mungu. Ni fursa ya watu wote kuula mkate wa mbinguni kwa kujifunza neno, na hivyo kupata mishipa na misuli ya kiroho. Kila mmoja lazima apokee baraka nafsini mwake, vinginevyo hatalishwa. Unajua, hauwezi kunawirishwa kwa kuangalia meza iliyoandaliwa vizuri na kwa wengine kula. Tutakufa njaa ikiwa hatutashiriki chakula cha kimwili, na tutapoteza nguvu na uzima wetu wa kiroho ikiwa hatutakula mkate wa kiroho. Meza imeandaliwa na Masia na kualika shereheni. Je, tutabaki nyuma? Tukatae ukarimu mkuu na kutangaza, hii hainuhusu mimi? Tulizoea kuimba wimbo ulioeleza karamu ambapo familia yenye furaha ilikusanyika ili kushiriki ukarimu wa chakula kwa mwaliko wa baba mwenye fadhili. Wakati watoto wenye furaha walipoizunguka meza, kulikuwa na mtoto ombaomba aliyesimama mlangoni. Alialikwa kuingia ndani, lakini kwa huzuni aliondoka, huku akisema, baba yangu hayuko hapo. Je, utakuwa na msimamo huu pale Yesu anapokualika uingie? Ikiwa unaye baba katika nyua za mbinguni, ninakusihi udhihirishe ukweli huu. Anataka kukufanya kuwa mshirika wa fadhila na baraka zake nyingi. Wote wajao kwa upendo wa kweli wa mtoto mdogo watampata baba humo. Njoo unywe katika maji ya uzima. Usikae mbali ukilalamika kuwa na kiu. Maji ya uzima ni ya bure kwa wote. Wale walao na kulimeng'enya neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila tendo na kila sifa ya tabia, wanaimarika katika uwezo wa Mungu. Huipatia nafsi nguvu isiyo na kikomo, ikileta uzoefu mkamilifu na kuleta furaha ambayo itadumu milele. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, meza yaandaliwa mbele yangu.
Hebu na tuombe. Asante Baba kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo zuri uliotupatia. Asante kwa meza uliotuandalia ya chakula cha milele na maji ya kiroho ambayo hatutaona kiu tena. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi